huu ni mwaka wa uchaguzi. Tathmini yaonyesha chaguzi zinaleta ghasia na mtikisiko wa amani. Jitahidini nyote, kuanzia nyinyi raia mpaka vyombo husika, hakikisheni damu ya mtu haimwagiki na roho ya mtu haitoki. Wallahi naapa kwa jina la yule aliyemtuma Muhammad kwa haki, atakayeua roho ya mtu mmoja, atakayemuua mtu mmoja, imekula kwake siku ya Kiyama. Na miongoni mwa haki inayokusudiwa hapo, atakayeuua au wawe. Angalieni thamani ya nafsi. Atakayetoa roho ya mtu, Uislamu unasema hana adhabu zaidi ya roho yake itolewe. Nitumie fursa hii niwaambie, Uislamu haukubaliani na mauaji ya aina yoyote ile, kwa silaha yoyote ile, kwa sababu zozote zile, kwa kisingizio chochote kile. Atakayetoa roho ya mtu mmoja, imekula kwake siku ya Kiyama. Uislamu haukubaliani na mauaji. Uislamu haukubaliani na utekaji. Uislamu haukubaliani na ukabaji. Uislamu haukubaliani na ubakaji. Uislamu haukubaliani na unyanyasaji. Uislamu haukubaliani na dhulma za aina zozote zile. Bila ya kupoteza muda, hebu tega sikio, niazime sikio lako la moyo kabla ya sikio lako la kichwa, upate kuangalia uzuri wa Uislamu, upate kujua kuwa Uislamu ni dini iliyokwenda zaidi ya chuo kikuu. Uislamu ni mfumo kamili wa maisha. Uislamu ni zaidi ya serikali. Uislamu ni dini ambayo haijaacha kitu. Ina sheria, ina kanuni, ina halali, ina haramu, ina fardhi vilivyo vya lazima, ina mustahabi. Uislamu mpaka mtu akishafariki pia kuna sheria zake za kurithi mali yake na namna ya kumfanyia. Na ndio maana ulimwengu, na ndio maana walimwengu wanahangaika na Uislamu. Mataifa makubwa duniani, Uislamu unawapasua kichwa, Uislamu unawaumiza kichwa. Wanajua fika ya kuwa dini hii ikishika hatamu, dunia itabaki kuwa salama, maisha yatakuwa mazuri na hakutokuwa na matatizo katika ulimwengu huu. Na kutambua hilo, serikali nyingi leo duniani katika katiba zao kuna ibara inaonyesha kuna uhuru wa watu kuamini na kuabudu. Bila ya dini hakuna serikali inayoweza kutawala watu duniani, kwa sababu wanadamu hawaogopani wao kwa wao. Wanadamu wanapiga saluti na kuogopa na kunyenyekea mbele ya mmoja tu ambaye ni Mola wao, muumba wao na mlezi wao. Walidhalik, katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 9 kama sikosei, inasema kuna uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuabudu na uhuru wa mtu kuchagua na kufuata dini anayoitaka. Lakini nini maana yangu kuleta ibara ya 9 katika katiba? Maana yake serikali zetu zinajua ya kuwa dini ndio kitu pekee kitakachowasaidia kutawala watu wao na kutuliza watu wao. Hili la kwanza, ndugu zangu. Jambo la pili ambalo Uislamu umekuja kuhifadhi na kulinda na kutetea kwa nguvu zote, hifdhun nafsi. Uislamu umekuja kuhifadhi nafsi za watu, roho za watu. Uislamu umekuja kutetea viumbe wote wasiuawe,
maisha yao yasikatishwe, wasidhulumiwe, wasinyang'anywe uhai wao aliowapatia Mola wao. Naam, Uislamu unakataza kuua watu. Uislamu umeharamisha kutoa roho za watu. Twende katika sura ya 6, katika sura ya 6 Al-An'am aya nambari 51. Msikilize Allah anasemaje: wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq, wala msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Allahu akbar. Tukienda katika suratul Isra tutakutana na aya kama hiyo hiyo. Allah anasema wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala msiue nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Na miongoni mwa haki inayokusudiwa hapo atakaiua au wawe. Angalieni thamani ya nafsi. Atakaitoa roho ya mtu, Uislamu unasema hana adhabu zaidi ya roho yake itolewe. Lakini angalia sheria tulizowekewa na wanadamu wenzetu, sheria za ujanja. Atakaiua hukumu yake ni gerezani tu, kifungo maishani. Umefanya nini sasa? Laiti tungesimamisha sheria ya Kiislamu katika nchi zetu, atakaiua au wawe, wallahi mauaji yangepungua na kuondoka, kwa sababu mtu anajua akitoa roho ya mtu na yeye inna lillahi. Naam, hebu twende sasa ili upate kuona uzito wa nafsi, uzito wa mtu kuua. Suratul Furqan aya nambari 68. Qur'an inasema kuna top 3 ya madhambi, na wingi wa madhambi na utitiri wa madhambi. Madhambi yako mengi, hakuna anayejua idadi ya madhambi. Madhambi makubwa tu maulama wamejitahidi kuyakusanya na wameshindwa kuyafikia yote. Al-Imamu Dhahabi ana kitabu amekiita Al-Kabair, humo ndani kakusanya madhambi makubwa yote kwa jitihada zake, takriban 70 kitu tu. Sasa na wingi wa madhambi na ukubwa wa madhambi, Qur'ani suratul Furqan imetaja madhambi makuu matatu ambayo mimi napenda kuita yajue top 3 ya madhambi. Nambari 1 ni dhambi gani? Nambari 2 ni dhambi gani? Nambari 3 ni dhambi gani? kipi na yapi? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين. madhambi makuu matatu, top 3 katika madhambi. Twende katika suratul Furqan aya nambari 68. Msikilize Allah anasemaje: na waja wema wa Rahmani, waja wema wa Rahmani sifa zao, sikiliza vizuri: walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na waja wema wa Rahmani na ni wale ambao hawamuombi Allah na miungu wengine, hawamshirikishi Allah jalla fi'ulah, hawafanyi dhambi ya shirki. Hii ni dhambi ya kwanza kwa ukubwa mbele ya Allah, dhambi ya shirki. Dhambi ya pili: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
wala hawaui nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake kwa haki isipokuwa kwa haki. Hawaui nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Dhambi ya pili kwa ukubwa ndugu zangu ni kuua, mauaji.